Habari ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi hiki. Rais wa chama cha wanasheria wa Kenya LSK Charles Kanjama ametoa onyo kali dhidi ya mapendekezo yanayotoka kwa Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania na Rais William Ruto wa Kenya, mapendekezo ambayo yanalenga kukandamiza sauti za vijana wa kizazi cha Gen Z. Katika taarifa yake kwenye mitandao ya kijamii sana Twitter au maarufu kama X, Kanjama amesisitiza kuwa hii inakiuka katiba ya Kenya na inatishia misingi ya demokrasia. Hii si ya bali tu, ni vita kati ya uhuru na udhalimu wa kisiasa. Kaa nayo kwa muda huu, usisahau kushare na kutoa maoni yako kwenye comment section. Chama cha wanasheria cha Kenya LSK kimeonya kuwa mapendekezo ya pamoja ya Rais Samia Suluhu Hassan na Rais William Ruto ya kukandamiza sauti za Gen Z katika ukanda wa Afrika Mashariki yatazoofisha demokrasia na kukiuka katiba. Kanjama alisema katiba ya Kenya inawalinda wazi raia chini ya ibara ya 33 uhuru wa kujieleza, na ibara ya 36 kuungana, na ibara ya 37 kukusanyika kwa amani. Haki hizi si zawadi, ni dhamana zisizoweza kuondolewa kwa sababu za kisiasa. Alionya zaidi, akasema msimamo wa kikanda wa kukandamiza utavunja utaratibu wa kikatiba na kukiuka haki za usawa, ibara ya 27, na heshima, ibara ya 28, na uhuru dhidi ya mateso, ibara ya 29. LSK itapinga vikali na mazungumzo si vitisho ndio njia sahihi. Hii ilitokana na kauli za Rais Samia Suluhu Hassan wakati wa ziara ya Ruto Tanzania Mei 5 mwaka 2026, ambapo waliwataja baadhi ya vijana kama watoto wasio na adabu na kupendekeza ushirikiano wa kikanda kuwakandamiza. Ruto alikaa kimya. Hii ni muhtasari, sasa tuingie kwa ndani. Kwanza muktadha. Tangu maandamano ya Gen Z ya mwaka 2024 dhidi ya Finance Bill na kuendelea mwaka 2025, vijana wamekuwa nguvu kubwa ya mabadiliko. Walilazimisha serikali kurejea mswada, lakini kulikuwa na gharama kubwa, vifo, majeruhi na madai ya ukandamizaji wa polisi pamoja na serikali. Gen Z inatumia mitandao ya kijamii kwa ufanisi, hakuna viongozi wakuu, ni harakati za chini. Hii inawafanya wawe tishio kwa viongozi wanaopenda udhibiti. Ibara ya 33 uhuru wa kujieleza. Hii inajumuisha kukosoa serikali bila hofu, kukandamiza sauti za Gen Z ni kuwanyamazisha wakosoaji. Na ibara ya 36 pamoja na 37 haki ya kuungana na kukusanyika kwa amani. Maandamano ya amani si uhalifu, ni haki. Kuzungumzia ibara ya 27, 28 na 29 usawa, heshima ya binadamu na kinga dhidi ya mateso au adhabu isiyokuwa ya kibinadamu. Hii inakataa matumizi ya nguvu kupita kiasi na kuwatendea vijana kama adui wa taifa. Kanjama anasema haki hizi ni absolute guarantees, haziwezi kuondolewa kwa urahisi. Hii inakumbusha Bill of Rights ya Kenya ya mwaka 2010 iliyotokana na miaka ya ukandamizaji wa zamani. Kwa upande wa Tanzania, Suluhu anazungumza kutoka muktadha wake wa nchi ambapo uhuru wa kujieleza umekuwa na vikwazo. Pendekezo la kushirikiana na kukandamiza linapendekeza aksisi ya viongozi wanaotaka kudhibiti vijana badala ya kushughulikia sababu za msingi kama ukosefu wa ajira, ufisadi, gharama ya maisha na ukosefu wa uwajibikaji. Hii sio suluhisho la kikanda, ni jaribio la kueneza udhibiti. Gen Z si watoto wasio na adabu, ni kizazi kilichoelimika, kinachotumia teknolojia na kinachokataa kuendelea na mfumo wa zamani wa kula na kulala. Wao ndio wanaounga mkono maendeleo halisi, elimu bora, ajira na utawala bora. Kuwakandamiza hakutatatua matatizo, badala yake kutazidisha hasira na kupelekea harakati za chini zaidi, labda zenye jeuri. Historia inatuonesha kukandamiza sauti za vijana kama Arab Spring au maandamano mengine mara nyingi huzaa mabadiliko makali. LSK inafanya kazi yake kama dhamiri ya taifa, ambapo wanasheria wanasimama kidete na inawakumbusha kwamba sheria iko juu ya viongozi. Hii ni hatua muhimu, hasa wakati bunge na vyombo vingine vinaweza kuwa na shinikizo la kisiasa. Ruto pamoja na Suluhu wanapaswa kukumbuka kwamba madaraka yanatoka kwa wananchi, si kwa nguvu. Mazungumzo si vitisho. Kanjama amesema sahihi, serikali inapaswa kushughulikia malalamiko halisi badala ya kuwafikiria vijana kama maadui. Endeleeni kuwa na nidhamu. Kwa mfano, kwa upande wa Gen Z, tumia haki zenu kwa katiba na jenga harakati zenye maono. Usiwe na chuki, kuwa na busara.
Kama nchi za EAC zitaungana kukandamiza badala ya kushirikiana katika maendeleo, tutaona mambo yafuatayo: kupungua kwa uwekezaji, watu hawaweki pesa mahali ambapo hapajatulia, pana sintofahamu, na pia vijana kuhamia nchi nyingine au kutoroka mitandaoni, na kuongezeka kwa migawanyiko na labda maandamano makubwa zaidi. Pia kuzoofika kwa misingi ya umoja wa Afrika pamoja na demokrasia. Kenya ina katiba moja bora sana Afrika. Kuiga mbinu za kukandamiza kutoka nchi jirani ni kurudi nyuma. LSK kupitia Kanjama imetoa ujumbe wazi: katiba haiwezi kunyumbishwa kirahisi. Uhuru wa Gen Z ni uhuru wa taifa. Tunawasihi viongozi wasikilize vijana, kushughulikia ufisadi, kutengeneza ajira na uongozi kwa heshima. Vijana, endeleeni kujenga na si tu kulalamika. Asanteni kwa kusikiliza. Nini maoni yako kuhusiana na hili? Unadhani LSK itafanya vya kutosha? Ruto na Samia Suluhu Hassan wanapaswa kufanya nini kulingana na tamko hili? Na wewe ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji, nini maoni yako kuhusiana na hiki kinachoendelea hivi sasa? Kuna hizi nchi mbili, Kenya na Tanzania.